Hamjamboni tena wandugu wapendwa, na wasalimu sana. Nimerudi kwenye kamera nikiwaambia kuhusu mambo ya For Life. Mimi ni wa For Life, mimi ni wa kampuni ya For Life. Ukiniona nimekuja hapa, jua kwamba ni yule wa For Life. Namba zangu za simu ni zile zile, mahali ninapoishi ni pale pale, hakubadiliki. Nakuja tena tuweze kuzungumza nanyi kidogo kuhusu jinsi tunavyofanya kwa kampuni hii ya For Life na vile tunaweza faidika katika kampuni hii. Nimewaelezea kwamba kuna watu wengi wamenufaika sana, wamepata faida nyingi na wameweza kujiendelesha katika maisha yao. Ndio maana hata sisi tunapenda tuweze kuinuka, ama wengine nao waweze kusaidika katika kampuni hii. Si kusema ati ukiwa nayo unajifunga nayo peke yako, hautaki wengine nao wapate mazuri ambao wewe umeweza kujua. Tulisema kwamba hii ni muujiza kutoka kwa Mungu, na vile watu wanavyopata pesa ni njia ambayo ni rahisi sana. Ni rahisi tena nzuri. Hakuna mtu anaye na malalamishi ya kusema eti mimi nimenyang'anywa pesa zangu, mimi sijui imefanyika nini, sijui kampuni zingine zinasema mambo ingine. Kesho kampuni hii inafunguliwa milango na baadaye inafungwa tena. Lakini hii yetu ya For Life ni kampuni ambayo ina uzoefu mkubwa sana. Uzoefu ambao unatupea faida, unatupea pesa, unatupea maisha mazuri, inatufanya tuwe watu wenye strong. Si watu wa kugonjeka gonjeka kila mara. Si watu ambao wanatembea na umaskini. Unakosa pesa za kutembea eti umeishiwa na ulikuwa na capital. Capital ni wewe binafsi. Kwanza wewe ndio capital. Ya pili ni majirani yako ama familia yako. Hii familia yako inaweza kufanya wewe uwe ni mtu mkubwa sana. Hatujui bahati ya mtu hutoka wapi. Unaweza kuta umezaa watoto 4 ama 5, na katika watoto hao 5 kuna mmoja ndiye baraka zako. Huyo anaweza kuinua maisha yako na hata maisha ya ndugu zao ambao wamezaliwa pamoja. Sasa tukisema hii For Life, tunasema kwamba hii ni familia. Huyu mwenye mwanzilishi wa kampuni hii ya For Life alisema iwe ni familia, iwe ni watu wa nyumbani. Ni kusema wewe ukiingia umekuwa mtu member ama familia katika kampuni hii ya For Life. Okay, tuendelee. Nataka kuambia, niliwaelezea kwamba wakati tunapoingia katika kampuni hii, unapojisajili, unapojaza form ya kuingia katika kampuni hii, kwanza kuna hatua kwanza unayofanya. Unaregister kwanza. Ukimaliza kuregister, unajaza form, unaandika majina yako kamilifu, majina ambayo iko kwa vitambulisho zako. Ukimaliza kujiandikisha, unapewa ID number katika kampuni hii ya For Life, ambayo ulimwengu mzima wote wanaijua, ama wale ambao wako katika kampuni hii hawatawahi kuwa na hiyo namba. Hakuna mwingine mwenye atapewa hiyo namba. Hata ukiwa katika Nigeria, ukiwa Sudan, ukiwa Ghana, ukiwa Mozambique, ukiwa Amerika, ukiwa Russia, ukiwa Asia, ukiwa Canada, ukiwa Australia, kila mahali popote utakapokuwa, hakuna mwingine atakaye kuwa na hiyo ID number. Ni yako personal. Ni yako peke yako. Ni kusema nini sasa? Unapoingia katika kampuni hii, unapojaza hiyo form, unanunua product. Unanunua product
zile product utanunua ni za pointi 100. Pointi 100 unaitwa level 1 ama ngazi ya kwanza. Hiyo ngazi ya kwanza unapoingia na hiyo 100 points ama point 100, unachagua zile product ambazo unahitaji. Unaweza kuwa unazihitaji kula mwenyewe, unaweza kuwa unahitaji kuuza, kufanya biashara. Lakini tunasema kwanza ni tuwe na maisha mazuri, tuwe na maisha bora ili tuweze kunufaika na kampuni hii. Hautaenda ukiwa na ugonjwa ukianguka barabarani eti unatafuta watu ya kutibu na wewe mwenyewe hujawahi jitibu. Hiyo haiwezekani. Huwezi kutembea barabarani ukiwa na mauvimbe usoni mwako, ukiwa na alama sijui ni nini, ukiwa unaumwa mgongo, ukiwa na tumbo inakuuma, ukiwa unasikia unalia kichwa ndio hiyo, ukiwa unajisikia shida nyingi sana katika mwili wako. Lazima kwanza ujitibu. Utajitibu kwa njia gani? Unapoingia katika kampuni hii, unakuwa associated. Tunamuita associated. Unakuwa sasa umeingia katika huo mzunguko wa kampuni hii. Unapoingia ndani, unatafuta watu watatu. Watu tatu. Ukisha utafuta watu tatu, kila mtu utakuwa unapewa 2%, 2% kwa kila kitu ambacho amefanya. Ukishapata hao watu watatu, unaitwa ama wewe mwenyewe binafsi unaitwa associate. Ukipata hao watu watatu, unatoka kwa hiyo hatua ya kuitwa associate, unakuja kwa hatua nyingine inayoitwa builder. Builder unakuwa ni mtu ambaye umepata watu watatu. Umekuwa sasa kiongozi, umekuwa sasa mtu wa kuguide ama kutembea na watu watatu. Unaanza kuwafundisha, kuwaambia mazuri ya kampuni, kuwaambia faida za kampuni, vile unaweza pata pesa. Sasa hapo unapoingia, unapewa 2% kwa kila mtu, kila kitu ambacho amenunua. Hapo unapewa 2%, lakini kwa kila kitu ambacho amenunua unapewa 25%. Unapewa 25 kwa 100 kwa kile kitu amenunua. Unatoka hapo unapata wengine watu tatu, unaitwa builder elite. Watu 6, hapo utakuwa umepita builder elite, unaenda kwa diamond. Hapo utakuwa umeingia level 2 ama kiwango cha pili. Hapo ukiwa katika kiwango cha pili utakuwa unapewa 25%, 25% kwa kila kitu ambacho kinafanywa na ile timu yako ama ile kikundi chako. Ya pili tena nao unapewa 25%, ya tatu nao unapewa 25%. Kila watu ni kusema kundi la kwanza, kundi la pili, kizazi cha tatu, hao wote wewe unakula 25, 25, 25 kwa kila vitu vyote ambavyo wameweza kununua katika kampuni hii. Hii generation ndio tunaita step 1 ya diamond. Hiyo ndio generation ya kwanza, na hapo kuna hizo zingine ambazo niliwaambia kutoka diamond mpaka platinum elite. Hapo hii kampuni inakutengeneza vizuri. Watu wako wakifanya vizuri, watu wako wakitengeneza kama wewe vile umetengeneza na wameweza kuita watu wengi, hapo utapata pesa mzuri. Hapo utakuwa sasa unaanza kujivunia. Hautawahi tena kutembea kwa mguu ukitoka mahali unaishi ukienda town. Unakuta wengine wanatembea kwa mguu
wengine wana shida fulani, lakini wakati unapoingia katika hii kampuni ya ForLife hutawahi kukosa pesa kwa mfuko, na ni kitu ambacho kinadumu. Ni familia inadumu kila mwezi, kila mwaka, kila wakati. Wewe una watu ambao mtazungumza. Unazungumza na watu wapi? Kwa magari, wakati unapotembea unakutana na watu barabarani. Wakati ukiwa kwa restaurant unakuta watu hapo, mnakula pamoja nao, mnashiriki pamoja nao, unakuta watu wengi wakicheka, lakini wao hauna furaha. Kwa nini? Kwa sababu hauna kakitu kwa mfuko, hauna fare, huna chochote umeacha nyumbani. Na waalika wandugu wapendwa, njooni tuingie katika kampuni hii tuweze kuifanyia kazi, na hiyo itatupea faida. Asanteni. Nasema haya mengine tutazidi kuongea. Kuna bidhaa zetu za kampuni ni nyingi sana, lakini najua nitaendelea kuwaambia na nitajaribu kuwaelezea. Karibuni, asanteni, tukue pamoja na tushiriki pamoja. Mimi naitwa Caleb, namba zangu ni 00721999298. Kwa Kiswahili 0721999298. Nirudie, ni 0721999298. Tushirikiane pamoja na tuungane mkono, tuwe familia moja. Asanteni, karibu sana.